Habari zingine za kifo zimeigonga serikali ya Tanzania jioni hii, siku moja tu baada ya Samia Suluhu kuomboleza kifo cha mbunge wa CCM Ikulu Dodoma. Habari zingine za kifo zimeibuka huku kiongozi mwingine anayetumikia CCM akiweza kuaga dunia jioni hii. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi za kusikitisha kwa kina na kwa undani zaidi. Serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu sasa italazimika kuomboleza kwa mara ya pili leo, siku moja tu baada ya kuomboleza na kufanya mazishi ya mbunge mmoja wa CCM aliyeaga dunia hivi majuzi. Sasa hivi balozi wa Tanzania mwingine ameaga dunia ambaye alikuwa akitumikia serikali ya CCM. Sasa hivi Tanzania imepata msiba mwingine mkubwa chini ya Samia Suluhu kufuatia kifo cha mwanadiplomasia mkongwe Timothy Bandora ambaye ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 72 leo. Amefariki jijini Nairobi nchini Kenya alikokuwa amekimbiziwa akipatiwa matibabu ya dharura. Hali hii imeelezwa kuwa ni pigo kubwa kwa serikali ya Samia Suluhu ambayo sasa inampoteza kiongozi mwingine mzoefu kwa kifo, siku moja tu baada ya kumpoteza mbunge wa viti maalum wa CCM, jambo ambalo linazidisha hisia za maombolezo Tanzania, maombolezo ya kitaifa na hasara ya kitaasisi ndani ya utawala uliopo. Kifo cha Timothy Bandora ambaye ni balozi wa Tanzania kimegusa sana duru za kidiplomasia, kisiasa na utawala, haswa wakati serikali ya Samia Suluhu inaendelea kukabiliana na athari za kimhemko na za kiutendaji za kupoteza kiongozi mwingine kwa kifo, siku moja baada ya kumpoteza mbunge wa CCM. Bandora ambaye aliwahi kutumikia kama balozi wa Nigeria wa Tanzania, alikuwa akihudumu kama balozi wa Tanzania nchini Nigeria na kama mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Eswatini na Namibia, majukumu ambayo yalimweka kiini cha ushirikiano wa kimataifa wa Tanzania chini ya serikali ya sasa. Hata hivyo, kwa serikali ya Samia Suluhu, kifo cha Bandora kinawakilisha si tu hasara ya kibinafsi bali kuondoka kwa mtumishi wa umma mwenye uzoefu mkubwa ambaye kumbukumbu yake ya kitaasisi na utaaluma wa kidiplomasia ulikuwa muhimu, hasa wakati ambapo uongozi tayari unaomboleza kupotea ama kufariki kwa mbunge siku moja tu iliyopita. Kutokuwepo kwake kunaacha pengo kubwa katika huduma ya kigeni ya nchi na miundo ya kidiplomasia ya kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi zilizotolewa kwa umma leo na serikali, Bandora alijitolea kwa zaidi ya miongo minne ya utumishi wa uaminifu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya CCM, kipindi ambacho kilihusisha tawala nyingi na kuhitimishwa chini ya serikali ya Samia Suluhu. Kupoteza kiongozi mwingine kwa kifo siku moja baada ya kupoteza mbunge maarufu serikalini kumeongeza wasiwasi juu ya athari za hasara hizi katika kuendelea kwa utawala wa maadili ndani ya taasisi za serikali. Katika kipindi chote cha kazi yake, Bandora alitumikia Tanzania na serikali ya CCM kwa utofauti katika majukumu ya kitaifa na kimataifa, akichangia kwa kiasi kikubwa uhusiano wa kidiplomasia, kujenga amani na ushirikiano wa kimaendeleo. Hata hivyo, kwa serikali ya Samia Suluhu, kifo chake mara tu baada ya kumpoteza mbunge kimeonekana kuwa pigo maradufu leo na kupora uongozi wa kitambo katika nyanja zote za sheria na kidiplomasia ndani ya muda mfupi sana. Moja ya majukumu mashuhuri ya Bandora, balozi huyo wa Tanzania nchini Nigeria aliyefariki, ilikuwa ni kuwakilisha maslahi ya Tanzania katika Afrika Magharibi kupitia ubalozi wa Lagos, Nigeria, ambao pia unasimamia uhusiano na nchi nyingine kadhaa katika kanda hiyo. Kazi yake ilisaidia kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kisiasa na kijamii, mafanikio ambayo serikali ya Samia Suluhu sasa inarithi, huku kukiwa na machungu ya kupoteza kiongozi mwingine kwa kifo, siku moja baada ya kumpoteza mbunge wa CCM. Katika nafasi yake kama balozi na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa, Bandora alichukua jukumu muhimu katika kukuza sauti ya Tanzania ndani ya mfumo wa Umoja wa Mataifa, kukuza ajenda zinazohusiana na maendeleo, amani na ushirikiano wa kimataifa. Serikali ya Samia Suluhu imelazimika kutafakari juu ya umuhimu wa hasara hii, hasa inapotokea sanjari na kifo cha mbunge siku moja tu iliyopita baada ya Samia Suluhu kuweza kumuomboleza na kusikitika. Wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia sasa wanaona kuwa kifo cha Bandora, balozi huyu wa Tanzania, kimekuja katika wakati nyeti kwa serikali ya Samia Suluhu ambayo imekuwa ikiweka Tanzania kwenye jukwaa la kimataifa. Kupoteza kiongozi mwingine kwa kifo siku moja baada ya kupoteza mbunge wa CCM kunazua maswali kuhusu jinsi mapengo ya kitaasisi yanaweza kuzibwa kwa haraka bila kuvuruga mazungumzo ya kidiplomasia yanayoendelea.
Habari za kifo chake zimesababisha kumiminiwa kwa rambirambi kutoka kwa maafisa wa serikali na wananchi, wanadiplomasia na washirika wa kimataifa ambao wengi wao wamekubali taaluma na uadilifu wa Bandora wakati akitumikia Tanzania. Kwa serikali ya Samia Suluhu, jumbe hizi zinasisitiza ukubwa wa kumpoteza kiongozi mwingine au kigogo mwingine serikalini anayeheshimika kwa kifo cha ghafla mara tu baada ya kupoteza mbunge hivi majuzi. Mpango wa mazishi unaonyesha kuwa Bandora atazikwa Jumapili, Disemba tarehe 16 mwaka 2025 kwenye makaburi ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Kabla ya mazishi hayo, ibada ya kuaga itafanyika katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, parokia ya Msasani, matukio ambayo serikali ya Samia Suluhu inatarajiwa kuhudhuria, huku rais akitarajiwa pia huenda akahudhuria, huku ikiendelea kuomboleza mbunge huyo siku moja tu iliyopita na sasa kuomboleza balozi mwingine wa Tanzania aliyefariki. Wanafamilia, viongozi wa serikali na Samia Suluhu na wanadiplomasia, marafiki na wadau kutoka jumuiya ya kimataifa wanatarajiwa kukusanyika kutoa heshima zao za mwisho hivi karibuni. Mazingira yanayozunguka sherehe hizi yanatarajiwa kuakisi ukweli mzito unaoikabili serikali ya Samia Suluhu sasa, ambayo inakabiliana na kupoteza kiongozi mwingine tena kwa kifo siku tu baada ya kupoteza mbunge. Ndani ya duru za kidiplomasia, Bandora anakumbukwa kama mtumishi wa umma mwenye busara, nidhamu na aliyejitolea sana, ambaye aliamini sana katika mazungumzo na ushirikiano. Kufariki kwake kumezidisha mjadala ndani ya serikali ya Samia Suluhu ya CCM kuhusu udhaifu wa taasisi za uongozi katika vipindi vilivyokuwa na hasara nyingi mfululizo. Maafisa wakuu wamekiri kuwa kuchukua nafasi ya uzoefu na mitandao ya Bandora haitakuwa rahisi, haswa kwani serikali ya Samia Suluhu inapitia kipindi ambacho tayari kinakabiliwa na kifo cha mbunge siku moja mapema. Hasara za pamoja zinaonekana kama mtihani wa ujasiri kwa utawala wa nchi na mashine za sera za kigeni. Mtazamaji, huku pongezi kumradhi zikiendelea kumiminika, Watanzania wengi wanatafakari juu ya kujitolea kwa viongozi kama Bandora ambao kazi zao zilijikita katika utumishi wa kitaifa. Kwa serikali ya Samia Suluhu kupoteza kiongozi mwingine kwa kifo siku moja baada ya kumpoteza mbunge wa CCM kumesisitiza umuhimu wa kuheshimu utumishi huo, huku ikihakikisha mwendelezo katika taasisi za umma. Hisia ya hasara ya kitaifa leo pia imezua mazungumzo mapana kuhusu uongozi, urithi na gharama ya kibinadamu ya utumishi wa umma. Serikali ya Samia Suluhu inajikuta katika wakati wa maombolezo ya pamoja, inakabiliwa na ukweli wa kupoteza kiongozi mwingine tena kwa kifo siku chache baada ya kumpoteza mbunge maarufu mwanamke wa CCM, mlolongo ambao umeathiri sana akili ya taifa na serikali. Katika uchambuzi wa mwisho, kifo cha Timothy Bandora leo ni alama ya mwisho wa enzi katika historia ya diplomasia ya Tanzania na inawakilisha hasara kubwa kwa serikali ya Samia Suluhu na CCM na serikali ya Tanzania kwa ujumla. Imetokea siku moja tu baada ya kifo cha mbunge. Hasara hii ya pili imedhihirisha udhaifu wa miundo ya uongozi na hitaji la kudumu la kuheshimu, kuhifadhi na kujenga juu ya urithi ulioachwa na wale waliojitolea maisha yao kwa ajili ya kulitumikia taifa la Tanzania na jumuiya ya kimataifa.